Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Naamini mnazidi kubarikiwa na neema za Mungu zinazidi kuwa juu yenu, hasa katika hii safari ya jangwani. Naamini nazidi kufanyika baraka katika maisha ya watu wengine. Leo ikiwa ni siku ya 20, naomba usisahau kualika wengine katika safari yetu hii, lakini tukijaribu kutafakari kwa mifano mbalimbali kwamba wakati mwingine msamaha unakuwa ni mtihani. Wakati mwingine msamaha unakuwa ni mtihani. Hapa naeleza yale ambayo nimeyapitia, ambayo nimeyasikia katika maisha ya watu wameniambia, lakini narudia tena, sikuwa Tanzania, ilikuwa ni nje, ndio maana naeleza haya ili muweze kujifunza. Inawezekana haya ukawa umeyapitia na wewe, lakini nataka ujue kwamba wakati mwingine msamaha unakuwa ni mtihani kwa sababu ya makovu au majeraha yanayoachwa. Na kuna ndugu mmoja nilikutana naye nikiwa chuoni huko nilipokuwa. Baada ya kugundua kwamba mimi ni padri na nasoma pale, alinifuata na kunieleza habari mbalimbali za maisha yake. Na kati ya habari alioniambia, alisema, baba, kiukweli mimi kusamehe ni ngumu. Nilimuuliza kwa sababu gani? Akaniambia, wazazi wangu walifariki nikiwa mdogo, na kikao cha ukoo kilikaa kikatafakari nani wa kunilea. Akasema okay, sawa. Mjomba wangu yeye alijitolea kunilea, na ni kweli alinilea vizuri katika maisha pale. Alikuwa na uwezo, ni mtu mwenye uwezo, lakini katika makuzi yangu, bahati mbaya, hali au tabia ya mjomba wangu ilibadilika. Alianza sasa kuniingilia kinyume, yani kumlawiti. Sawa, ni kitu ambacho wakati anaongea muda huo akaanza kulia. Akaniambia kiliniumiza sana, na mbaya zaidi alikuwa anafanya kitendo hicho katika chumba ambacho kulikuwa na msalaba. Maana alikuwa anasali, hata anasema yeye anaelezea, kwa sababu na alikuwa anamuona huyo mjomba wake ni mtu mkubwa sana kanisani, anajitolea sana kanisani, na ni mtu ambaye anaheshimika sana katika mazingira yale na nini. Kwa hiyo ni mtu mkubwa hata serikalini. Kwa hiyo alikuwa ni mtu fulani mwenye uwezo. Kwa hiyo basi akanieleza kwamba kiwa kinamuumiza sana, na isingewezekana kumweleza mtu yoyote tabia za huyu mjomba akamwamini, kwa sababu mjomba alikuwa ni mtu wa kuheshimika kanisani, kwenye jamii, kokote pale, kwenye biashara zake alikuwa anaheshimika sana, lakini nyuma ya pazia alikuwa anapitia mtihani wa mgumu. Basi na alikuwa hana wa kumwambia, kwa sababu nani wa kumsaidia sasa? Kwa sababu atamweleza nani? Kwa sababu wazazi wote wameshafariki. Kwa anasema alikuwa analia usiku na mchana akikumbuka wazazi wake, na akilia kwa nini Mungu ameruhusu wazazi wake wafariki. Ni kitu ambacho alikuwa kinamuumiza sana 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 sana. Na aliniuliza swali gumu sana. Sasa Mungu alikuwa wapi wakati napitia haya? Wakati napitia mateso namna hii, nilikuwa nasali sana. Na basi sasa hivi amekuwa mtu mzima, sawa? Na hapo chuoni sio kwamba alikuwa anasoma ndio amemaliza form 6 au maliza wapi, no. Maana anajiendeleza baada ya kuwa na kazi, alikuwa anaeleza hivyo vitu. Na ana maisha yake, sema ana maisha yeye kama yeye. Lakini bado akimuona mjomba wake, maumivu yanabaki pale pale. Uhusiano wake na mjomba bado haupo. Yaani anasema anamchekea kwa nje, lakini kwa ndani bado, kwa sababu amemharibia maisha yake, amemharibia namna yake ya kufikiri, namna yake ya wanaume wake. Kwa hiyo ananiuliza nifanye nini sasa ili niweze kuachia kila kitu, kwa sababu maumivu yako pale pale. Nilichofanywa kimeacha majeraha katika maisha yangu, na anasema sidhani kama majeraha haya yataweza kupona, labda niage dunia. Aliongea kwa uchungu sana akiwa analia, akanieleza kweli msamaha unakuwa ni mgumu sana 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 sana. Ni kitu ambacho ndugu zangu nataka ninaeleza hii habari au hii story ili muweze kuelewa wakati mwingine msamaha unakuwa mgumu kwa sababu ya majeraha. Msamaha ni mtihani, unahitaji neema sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na mwingine alinieleza kwa sababu wakati tukiwa kule kwa tabia ya kwenda kutembelea watoto au watoto wanaokaa kwenye hivi vituo. Basi msimamizi wa kile kituo hakuwa mtu wa kanisa, ni watu hao wa kawaida kabisa na nini. Alikuwa amejitolea kuwasaidia hao watoto. Sasa mtoto mmoja, sawa, akanieleza kwamba kuna mambo mengine yanaendelea pale kituoni yanamuumiza sana.
Mambo yenyewe sasa ni kwamba kuna tabia ambazo sasa wale, kwa sababu na watoto wa mtaani na nini, hawana wazazi, wanafanyiwa vitu vya kinyama sana. Sasa akanieleza nafanyaje ili niweze kusamehe, nafanyaje ili niweze kuachia. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiliniumiza sana 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 sana. Na kuna story nyingine ilielezwa, ni inasikitisha sana, kwa sababu huyo mama alikuwa ananiambia kwamba kijana wake mpendwa alipigwa risasi. Kwenye nchi wanaruhusiwa kumiliki silaha. Alipigwa risasi na rafiki yake, lakini kwa sababu ya serikali vizuri, rafiki yake akakamatwa, akawekwa ndani, na siku ya hukumu alimuona yule kijana akiwa analia. Roho yake ilimuuma sana, kwa sababu aliamini kwamba na yeye ni mtoto na wazazi wake, na aliona wazazi wake wakiwa wanaumia, lakini alitamani kwenda kumkumbatia, likashindikana. Moyoni alizidi kuumia kwamba huyu ni sawa sawa na mwanangu, lakini mwanangu ashafariki. Kwa hiyo kile kitendo cha kumuona mtoto mwingine anaenda jela kilimuumiza vile vile kama mama. Sasa akaniuliza, baba, naweza kufanya nini ili huyu kijana aliyefungwa aone na agundue kwamba mimi nimeachia na nimesamehe? Lakini hata kama nimesamehe, wakati mwingine nakaa peke yangu naangalia picha ya mwanangu, bado napata maumivu yale yale. Nakumbuka vile vile, nakumbuka mwanangu alipokuwa anafanya, alipokuwa anatembea, alipokuwa tunaongea, alipokuwa anipigia simu. Kwa hiyo bado maumivu yako pale pale, kwa sababu hana mtoto. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana 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 ambazo zinawatokea wengi katika maisha yao. Alafu baadaye sasa ukimwambia samehe 70 anaweza akasamehe, lakini maumivu yanabaki pale pale, majeraha yanabaki pale pale. Naomba nieleze kisa kingine tena. Ndugu mmoja alinieleza kwamba ameacha kazi na maisha yake yamekuwa magumu. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu alikataa ofa ya bosi wake. Bosi alikuwa anataka kutembea naye, yeye akakataa. Kwa hiyo akatumia cheo chake kwa ajili ya kumkandamiza yeye. Mwisho akamfukuzisha kazi bila kujali maisha yake ya baadaye au baada ya kazi. Sasa hivi anapitia magumu sana, anawaza mambo mengi sana, anawaza nifanye nini. Kwa hiyo maumivu yale bado yako pale pale. Na naomba nimalizie kwa kisa hiki ambacho kinasikitisha sana. Kimetokea katika familia hiyo, ni kitu ambacho kinaumiza. Ni kwamba naeleza ili muweze kujua watu wanapitia mengi sana. Inawezekana mifano ikakugusa au isikuguse, lakini watu wanapitia mambo mengi sana. Ni mzee mmoja aliingia kwenye mafarakano na mama mwenye nyumba au mke wake, lakini sio tu hapo tu, mama vile vile akafarakana na binti yake wa kwanza. Kwa sababu gani? Kwa sababu yule mzee alikuwa anatembea au ana mahusiano na binti yake, kitu ambacho kilikuwa ni kinyume kabisa na maadili na hakifai kabisa mbele ya jamii, lakini kilipelekea maumivu makubwa katika familia, kilipelekea kuvunjika kwa ile ndoa, kipelekea uchungu mkubwa kwa mama, na akiwaza usiku na mchana analia, akifikiria usiku na mchana analia. Kwa hiyo tulipokuwa kwenye semina juu ya msamaha, akanieleza hiki kisa. Nikasema inawezekana kisisemwe kwa sababu hawezi kusema hizi habari, lakini akasema alimueleza rafiki yake, na rafiki yake akamhadithia story hizo ambazo saa nyingine zinatokea katika maisha ya familia. Kisa kama cha kwake, aliumia sana 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 sana. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba niwaambie ukweli. Kuna mambo mengi sana, kuna mifano mingi sana, kuna hadithi nyingi sana ambazo zinaonyesha namna gani watu wanateseka, namna gani watu wanaumia, na msamaha unakuwa mgumu kwa sababu ya makovu, na ni kwa sababu ni ugumu kufuta kumbukumbu ya yale ambayo yametokea katika safari yao ya maisha. Naomba Mungu akujalie neema na baraka uweze kuelewa vizuri juu ya somo hili,
ili lifanyike baraka katika safari yako ya maisha. Tumsifu Yesu Kristo.